Swala la mwenyekiti Lissu kwamba yuko tayari kwa mazungumzo na kwamba sharti ni aachiwe tu, hiyo itakuwa ni tafsiri yako ambayo sio sahihi juu ya ujumbe uliotolewa na wakili Kisabo juu ya mambo ambayo mwenyekiti Lissu alisema yanapaswa kufanyika kabla, ili kuweza kwenda kwenye kama kunatokea fursa ya meza ya mazungumzo. Lakini si kwamba eti mwenyekiti Lissu akiachiwa tu, mwenyekiti Lissu anasema akiachiwa ataenda kwenye mazungumzo au aachiwe ili aende kwenye mazungumzo. Hii sio tafsiri sahihi ya ujumbe ule. Sasa umeuliza kama kamati kuu imejadili hili. Kamati kuu ilipokea taarifa ya kina kabisa juu ya mazungumzo ya mwenyekiti Lissu na mwakilishi wa Commonwealth Chakwera, na kamati kuu inauelewa ndani kwa mapana zaidi tu ya ule ujumbe mfupi uliotolewa na wakili Kisabo juu ya mambo mbalimbali ambayo mwenyekiti Lissu ameyazungumza, na hayo ambayo ameyazungumza mwenyekiti Lissu kwa Chakwera hayana utofauti kimsingi na mambo ambayo chama tuliyazungumza kwa Chakwera. Kwa wote tunazungumza lugha moja, chama kilichoko nje ya gereza na chama kilichoko gerezani, kwa maana mwenyekiti Tundu Lissu, wote tunazungumza lugha moja juu ya kusonga mbele katika mapambano yaliyo mbele yetu, na iwapo kukatokea fursa ya mazungumzo juu ya nini kifanyike kwenye mazungumzo hayo. Na daima tumesema na tunasisitiza, mazungumzo yoyote lazima yahusishe usuluhishi au upatanishi wa kimataifa. Sio mazungumzo tu ambayo hayawezi kuwa na mazingira ambayo yatapata ufumbuzi unaostahili kwa taifa. Lakini pili, tumesema wakati wote kwamba mazungumzo yanapaswa kutanguliwa na kujua ukweli, na kujua ukweli itajulikana pale ambapo kutafanyika uchunguzi huru juu ya mauaji ya Oktoba 29 na matukio mengine yaliyotokea Oktoba 29. Na ndio maana tumesisitiza wakati wote juu ya haja ya kufanyika uchunguzi huru utakaohusisha watu wanaoaminika wa ndani na nje ya nchi yetu. Msimamo huo umekuwa vile vile msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu. Hata katika ujumbe unaorejea ulioandikwa na wakili Kisabo imesema bayana mwenyekiti ametaka uchunguzi uhusishe vyombo vya kimataifa. Hata katika ule ujumbe mfupi ametaja SADC kwa mfano kama moja ya chombo ambacho kihusike katika uchunguzi wa kuwezesha ukweli kuweza kujulikana. La tatu ni juu ya umeuliza kuwa na umerejea taarifa iliyotolewa na ujumbe wa Chakwera wa mwakilishi wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola baada ya kumaliza mazungumzo Tanzania juu ya mahitaji ya mazungumzo ama dialogue ya different stakeholders, na umetumia neno katika kupata reconciliation. Hayo ndio maneno ambayo ni ya kwako umeyatumia. La kwanza ni kwamba hatupaswi sasa kuzungumza kuhusu reconciliation, maridhiano. Sasa maridhiano ni matokeo, maridhiano ni mtoto. Maridhiano ni jambo linalotokea baada ya mchakato fulani kufanyika. Unaweza ukawa ni mchakato wa mapambano kwamba watu wamepambana alafu wanakubaliana sasa, jamani vita hii tuweke silaha chini, wameridhiana, vita imeisha, wameridhiana. Au jamani tumepambana sana, sasa tukae mezani tuzungumze. Mnapokaa kuzungumza, mnazungumza kama mkifikia makubaliano fulani, yale makubaliano sasa ndio yanaitwa maridhiano. Kwa hakuna hoja ya maridhiano sasa. Sasa swala linalotakiwa kuzungumzwa ni kama ipo haja ya mazungumzo na ni katika mazingira gani kunaweza kuwa na mazungumzo. Na John, hapa nikupe mfano wa hapa tunapozungumza hivi sasa, kuna vita kule inaendelea kati ya Marekani na Irani kwa upande mmoja, nchi hasimu kabisa, na Israeli yuko katikati anashughulika na huo mgogoro vile vile wa Irani. Katika vita ya Marekani na Irani, mtu unaweza ukawa na mtazamo kwamba hawezi kuzungumza kabisa kwa sababu wanapigana mabomu, wanauana na kuna tafrani, na tafrani hiyo ina athari duniani. Lakini katikati ya vita hivyo kuna nyakati ambazo vita vinasimama kidogo, watu wanazungumza, au vita vinaendelea huku watu wanazungumza, au kuna wakati hawazungumzi kabisa. Sisi Chadema tumesema kwamba siku zote, na hili si kwa sababu tu ya uwepo wa serikali haramu ya sasa, sisi daima tumesema kama ni chama cha demokrasia, matumizi ya mazungumzo ama political dialogue ni moja ya tool ya demokrasi. Kama ambavyo matumizi ya mapambano, iwe ni resistance, iwe ni demonstration, iwe ni rallies, njia yoyote ya mapambano nayo ni njia ya kidemokrasia. Sisi tutatumia silaha zote mbili
katika mapambano ambayo nchi yetu inakabiliana nayo hivi sasa. Silaha za kidemokrasia, za mikutano ya hadhara, za mbinu nyingine za kupinga, za kukataa, tutazitumia, na silaha ya mazungumzo itatumika vile vile pale ambapo tutaona hapa ni mahali mwafaka kutumia silaha hiyo kwa wakati huo. Kwa hiyo njia zote zitatumika, na haya ninayokuambia ya kwamba tulizungumza vile vile na Chakwera. Kwa hiyo naamini anafahamu msimamo wetu. Mengine siwezi kuyazungumza kiundani sana kwa sababu ni mazungumzo ambayo yalifanyika na mwakilishi, lakini msimamo wetu daima umekuwa dialogue au mazungumzo yahusishe msuluhishi wa kimataifa. Kwa hiyo kama Commonwealth wataamua, na hili kwa Tanzania haitakuwa mara ya kwanza, mgogoro wa Zanzibar uliozalisha mwafaka namba 1. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo alishiriki kwenye mazungumzo yaliyofanyika wakati huo kati ya kafu na sisi wakati huo, baada ya mzozo wa kisiasa kule Zanzibar. Kwa haitakuwa mara ya kwanza kwa Tanzania kufungua milango kwa wasuluhishi wa kimataifa kuhusika kwa masuala ya Tanzania. Kinachoshangaza sasa katika awamu hii ya utawala wa Samia Suluhu Hassan ni kwamba viongozi wa kiserikali wanazungumza kama vile ni jambo baya sana, ni jambo lisiotakiwa kabisa kwa watu wa kimataifa kuja Tanzania. Hii ni mbinu ya kukwepa nafasi ya vyombo vya kimataifa, iwe ni Umoja wa Mataifa, iwe ni Umoja wa Afrika, iwe ni SADC, iwe ni Commonwealth na vyombo mbalimbali, katika kushughulikia mzozo wa Tanzania ambao kiini chake ni migogoro ya kutokuwepo kwa katiba mpya, kiini chake ni migogoro ya kiuchaguzi, kiini chake hapa sasa ni mauaji, kiini chake hapa sasa ni kuwepo kwa utawala haramu madarakani. Sasa haitarajiwi katika hali kama hiyo ambayo watawala wanahusika, watawala ndio wakaaminika peke yao eti kusimamia mkwamo, kuondoa nchi katika mkwamo uliopo. Umeeleza juu ya wakosoaji, umewataja kwa kauli yako kwamba chama kinaendeshwa kwa wanaharakati. Mwanzoni uliwaita wakosoaji, baadaye ukasema wananchi wanasema hivyo. Nitahitaji kujua kipimo cha unachokitumia kusema wananchi wanasema kwamba Chadema inaendeshwa na wanaharakati. Mimi sijaona hicho kipimo, ila ambacho nataka kukuambia tu ni kwamba Chadema kina katiba yake ya chama, na msingi wa katiba ya chama cha Chadema, ukisoma ibara ya 3.1 ya katiba ya Chadema juu ya falsafa ya Chadema ya nguvu ya umma, yani people's power, nguvu na mamlaka ya umma, inafafanua kwamba wananchi ndio chimbuko la mamlaka, wananchi ndio wenye maamuzi, wananchi ndio maslahi yao wanapaswa kulindwa, wananchi ndio wanapaswa kunufaika na rasilimali, wananchi ndio wanapaswa kuamua hatima ya nchi. Na huo msingi sasa umeweka msingi kwamba hata katika uendeshaji wa chama, Chadema haiendeshwi na kamati kuu peke yake na viongozi wa kitaifa wa chama, wala haiendeshwi na wanachama wa Chadema peke yake. Chadema ni chama cha umma wa Tanzania. Chini ya falsafa yetu, Chadema ni chama kinachosikiliza Watanzania wanataka nini kuhusu nchi yao. Alafu viongozi wa chama na chama tunatafsiri juu ya matakwa ya umma katika kukiendesha chama, ambacho nina imani tu huu msimamo tulionao na huu uendeshaji wa chama unaoendelea mpaka hivi sasa unazingatia matakwa ya umma. Ndio maana Watanzania wanatuunga mkono kwa kiwango ambacho watawala dhalimu wanamweka mwenyekiti gerezani ili asiwe nje, wanakizuia chama kisifanye shughuli za siasa ili kisiende kwa wananchi, wanavuruga uchaguzi, wanafanya mauaji ili tu mamlaka ya umma na matashi ya umma ambayo Chadema ndio inabeba yale matumaini na imani ya Watanzania yasitokee. Kama kwa mfano Chadema ingekuwa inakosea, inaendeshwa na kikundi tu kidogo cha watu, watawala wangeachia Chadema tu, hii ambayo haikubaliki na wananchi basi iendelee tu. Lakini ukweli ni kwamba ni kinyume chake. Kwa hiyo sisi tutaendelea kusikiliza sauti na matakwa ya makundi yote makuu ya kijamii. Ita wanaharakati, ita wanahabari, ita wakulima, ita wafanyabiashara. Chadema ni chama cha umma. Tutaendelea kuendeshwa kwa falsafa ya umma, ya nguvu ya umma, yani people's power. Na washukuru sana. Naamini hakuna swali lingine.
niwatakie heri, tukutane tena.